Habari ya saa hizi mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia Manyusi TV kupata dondoo mbalimbali zikiwemo za kiburudani, michezo, kijamii pamoja na teki. Kwenye upande wa kijamii siku ya leo, katika viwanja vya Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kulikuwa na mashindano ya Qur'an yaliyokuwa yameandaliwa na Al Hikma Foundation, yaliyokuwa yakishirikisha wanazuoni mbalimbali kutoka duniani kote waliokuwa wamehifadhi Qur'an ili kuonyesha uwezo wao wa kusoma Qur'an, wa kuhifadhi pamoja na sauti. Shughuli hiyo pia ambayo imehudhuriwa na wageni mbalimbali wa kitaifa pamoja na kimataifa wakiwemo mashehe. Alionekana pia waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa Kassim, pia zikihudhuriwa na mufti na shehe mkuu wa Tanzania Abubakar bin Zuberi. Mgeni rasmi akiwa ni rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi. Sherehe hizo ambazo ziliongozwa na mwandaaji mkuu Sheikh Kishki, licha ya kutoa zawadi kwa washindi ambao walipatikana waliosoma Qur'ani vizuri pamoja na sauti, ziliweza pia kutoka zawadi kwa watu ambao walishiriki katika mashindano hayo baada ya kuwahi na kukalia viti ambavyo vilikuwa na zawadi ya namba, na baada ya kutajwa namba ambayo ipo katika kiti chako, unainuka unakwenda kuchukua zawadi yako. Umati ulikuwa ni mkubwa licha ya changamoto za mvua kujitokeza. Watu waliendelea kufuatilia mubashara kabisa mashindano hayo ya Qur'ani, na baada ya mvua kukata, zoezi liliendelea mpaka walipopatikana washindi, ambapo mshindi wa kwanza katika mashindano hayo ya mwaka 2026 ya kuhifadhi Qur'ani yaliyofanyika nchini Tanzania Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 13. Katika historia ya mashindano hayo ni kijana mdogo zaidi kuwahi kutokea na kushinda katika kuhifadhi Qur'ani. Ameweza kuchukua zawadi yake ya kitita cha dola 12,000 sawa na milioni 27. Mshindi wa pili amechukua dola 8,000 sawa na shillings milioni 17 na laki 280. Mshindi wa tatu amechukua dola 5,000 sawa na shillings milioni 11 na laki 6. Mshindi wa 4 amechukua dola 4,000 sawa na shillings milioni 8 na laki 1. Mshindi wa 5 amechukua dola 3,000 sawa na shillings milioni 4 na laki 590. Sheikh Kishki ambaye ni mwenyekiti wa kamati nzima ya mashindano hayo ya Qur'ani ametangaza pia kugharamia mahali za vijana mabachela 130 ambao bado hawajaoa, ikiwa ni sehemu ya kusaidia vijana kutimiza ibada ya ndoa. Na miongoni mwa masharti ambayo yamewekwa ni mwanamke ndiye anapaswa kuchukua fomu ya kuomba maombi hayo ya mahali, na taasisi hiyo haitagharamia mahali kwa mwanaume ambaye anataka kuongeza mke. Amesema sio kwamba taasisi hiyo inapinga suna, bali ni kusaidia vijana ambao bado hawajapata nafasi ya kuoa. Na ameongeza pia masharti mengine yataendelea kutangazwa kadri siku zinavyoendelea. Huyo alikuwa ni Sheikh Kishki, mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya Qur'ani ambayo yamefanyika hii leo. Sheikh Kishki pia amesema katika mashindano yaliyofanyika siku ya leo hakuna mshindi yoyote ambaye ametoka katika nchi yetu ya Tanzania, sio kwa Tanzania bara wala kwa Tanzania visiwani. Ni kutokana na ushindani uliokuwa mkubwa kutoka katika mabara mbalimbali ambayo walikuwa wameshiriki katika mashindano hayo, na amesema ili kufahamu kwamba mashindano hayo hayana upendeleo, hajapendelewa mtu yoyote ambaye ametoka katika nchi ya Tanzania kuchukua tuzo, hata tuzo ya sauti. Yes, itabidi wajipange wa Tanzania katika mashindano yanayofuata ili kuhakikisha wanachukua ushindi hata katika kipengele kimoja wapo. Bwana, hiyo ndo taarifa ambayo imejili siku ya leo katika viwanja vya Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam katika mashindano ya kuhifadhi Qur'an. Hii ni Manyusi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali za kijamii kama hizi, burudani, teki pamoja na dondoo za kimichezo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.